Maana ya kuota maji. Je, umewahi kuota maji? Maji mengi, maji safi, maji machafu, au hata ukajikuta unazama ndani ya maji. Halafu unaamuka, moyo wako una maswali mengi kuliko majibu. Unajiuliza, ilikuwa ndoto tu au kuna kitu maisha yangu yananiambia? Sikiliza vizuri. Kuota maji si jambo la kawaida tu. Ni ujumbe, ni ishara, na wakati mwingine ni onyo. Kwa sababu maji katika ndoto yanawakilisha maisha yako, hisia zako na hali yako ya kiroho. Leo tutafungua macho yako, tutachambua kwa kina maana halisi ya kuota maji. Na mwisho wa video hii, hutatazama ndoto zako tena kwa macho ya kawaida. Kabla hatujaingia ndani zaidi, kuna kitu kimoja lazima uelewe. Maji katika ndoto ni hisia na maisha na hali ya ndani. Kama vile maji yanavyobadilika, ndivyo maisha yako yanavyobadilika. Na kama vile maji yanaweza kuwa tulivu au yenye mawimbi makali, ndivyo moyo wako na hali yako ya maisha ilivyo. Sasa swali ni hili: uliota maji ya aina gani? Tuanzie na maji safi na tulivu. Kama uliota maji safi ya kutulia kama yale ya ziwa Naivasha asubuhi, hii ni ishara ya amani. Ina maana maisha yako katika utulivu, moyo wako uko sawa, hakuna msukasuko mkubwa unaokuzunguka. Lakini usifanye kosa, ndoto hii si ya kupuuza. Ni uthibitisho kwamba uko mahali pazuri, na kitu kizuri unachopaswa kufanya ni kulinda hiyo amani, kwa sababu amani ni rahisi kupoteza kuliko kupata. Na sasa tuangalie maji machafu au ya tope. Sasa hapa ndipo watu wengi hawapendi kusikia ukweli. Ukiota maji machafu, maji ya tope kama yale ya mto uliojaa uchafu baada ya mvua kubwa, hii si ndoto nzuri. Inaashiria mkanganyiko wa maisha, mawazo mabaya, au hata watu wasio sahihi wanaokuzunguka. Inaweza pia kumaanisha kuna kitu ndani yako hakiko sawa. Na hapa ndipo unahitaji kujiuliza kwa uaminifu, ninaishi maisha gani kweli? Kwa sababu wakati mwingine tatizo si ndoto, tatizo ni maisha tunayoyaishi. Na je, maji yenye mawimbi makali? Kama uliota maji yenye mawimbi makali kama bahari ya Hindi wakati wa dhoruba, hii ni ishara ya vita. Sio vita ya silaha, la, ni vita ya maisha. Ina maana una stress, una pressure, una changamoto zinazokuzidi nguvu. Lakini sikiliza hii kwa makini. Maisha hayakuumizi kwa sababu yanakuchukia, yanakusukuma kwa sababu yanakujenga. Swali si kama kuna mawimbi, swali ni unaweza kuogelea. Na sasa tuangazie kuzama ndani ya maji. Hii ni ndoto nzito sana. Ukijikuta unazama, unapambana kupumua, hii ni ishara ya kuzindiwa na maisha,
kupoteza mwelekeo au kubanwa na hali fulani. Hii si ndoto ya kupuuza. Ni kama maisha yako yanapiga kelele yakisema, imekuwa nyingi sana. Na hapa lazima uchukue hatua. Punguza mzigo, badilisha mwelekeo au tafuta msaada. Kwa sababu ukipuuza utaendelea kuzama, na utembeapo juu ya maji. Sasa hii ni ndoto ya kipekee sana. Ukijiona unatembea juu ya maji bila kuzama, hii ni ishara ya ushindi. Ina maana unashinda mambo yaliyokuzidi zamani. Una nguvu ya kiroho, unainuka juu ya hali ngumu. Hii si ndoto ya kawaida. Ni ishara kwamba kile kilikuwa kinakutisha sasa hakina nguvu juu yako. Na je, uotapo na mafuriko? Ukiona maji mengi sana yakifunika kila kitu kama mafuriko yanayovunja hata kingo za mito, hii inaashiria mambo mengi sana yanakuja kwa wakati mmoja. Maisha yako yako nje ya udhibiti, au hata vile ni hisia zako zimejaa kupita kiasi. Ni kama vile mto umejaa mpaka unavunja mipaka yake. Na ukweli ni huu: kila kitu kikizidi kiwango, hata kizuri kinakuwa hatari. Na hivi uotapo yanywa maji, hapa kuna tofauti muhimu sana. Ukikunywa maji safi ni baraka, uponyaji, nguvu mpya na kadhalika. Ukikunywa maji machafu, ina maana kwamba unaruhusu vitu vibaya maishani mwako. Jiulize, unakubali nini katika maisha yako? Ni nani unamsikiliza? Ni mazingira gani unajiweka ndani yake? Kwa sababu kile unachokunywa ndicho kinakuwa sehemu yako. Na sasa uonapo yuaogelea ndani ya maji, nayo maana yake inategemea na mambo kadhaa. Kama vile, kama yuaogelea kwa urahisi, ina maana kwamba unadhibiti maisha yako. Kama yuaogelea kwa shinda, ina maana kwamba unajaribu lakini mambo ni magumu. Hii ni picha halisi ya maisha yako, na hapa hakuna kujidanganya. Ndoto yako inakuonyesha ukweli bila filter. Na hivyo basi, sasa nataka uwe mkweli na nafsi yako. Ni aina gani ya maji uliyoota? Na ulihisi nini ndani ya ile ndoto? Kwa sababu hisia zako ndani ya ndoto ndizo ufunguo wa tafsiri. Watu wengi huangalia ndoto, lakini hawajiangalii wao wenyewe. Ndoto haiji tu kukuonyesha kitu, la, inakuonyesha wewe. Hivyo basi, usifanye kosa hili. Usichukue kila ndoto kama hukumu ya mwisho. Ndoto ni ishara, sio hukumu. Lakini pia usizipuuze, kwa sababu wakati mwingine ndoto ni ujumbe wa mapema kabla mambo hayajaharibika. Kama uliota amani, linda amani yako. Kama uliota machafuko, rekebisha maisha yako. Na kama uliota vita, basi jiandae kupambana. Ebu nimalizie na hili. Maji uliyoyaona kwenye ndoto si maji tu, ni maisha yako, ni hali yako, ni sauti ya ndani yako. Na kama
hutajifunza kusikiliza ndoto zako. Utaendelea kuishi maisha bila kuelewa kinachoendelea ndani yako. Ndoto zako zinaongea na wewe. Swali ni, wewe unasikiliza? Kama umejifunza kitu kutoka video hii, hakikisha unabonyesha like, subscribe na usisahau kushare na mtu ambaye anahitaji kuelewa ndoto zake. Na kama una ndoto ambayo huielewi, andika kwenye comments, tutaichambua pamoja. Asante sana na tukutane kwenye video inayofuata.